بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، jana tulisimama katika kauli qalilan ma tashkurun, na tumesema binadamu huyu ameumbwa na Mwenyezi Mungu amempamba, na kama aya zilizoanza ametengeneza kila kitu kwa uzuri. Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu, aya zilizopita. Baada ya kutengeneza kila kitu, wabadaa khalqa al-insani min tin, akaanza kumuumba binadamu kutokana na udongo. Min tin, kutokana na udongo. Halafu ikisha baadaye tukaona katika surat Qaf Mwenyezi Mungu ameteremsha mvua pakaota matunda kila aina, anab nakhil basiqat wa nakhla basiqat laha tal'un nadid, hiyo rizqan lilibad. Halafu akasema wa ahyayna bihi baldatan maita, na tukahuisha kwa maji haya mji uliokuwa umekufa kabisa, kutokana na kushuka kwa maji haya, maji yaliyobarikiwa. Mwenyezi Mungu anayabariki maji na halafu baadaye akasema kadhalika al-khuruj, hivyo ndivyo mtavyofufuliwa. Kama hivi tateremka maji haya yatasababisha udongo kukusanyika na binadamu kutoka chini ya ardhi walipofukiwa huko, na hivi ndivyo kadhalika al-khuruj. Kwa hivyo kama ukipenda soma aya 55 katika sura Taha, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kutokana na udongo nimekuumbeni, na ndani ya udongo mtarejeshwa, na kwenye udongo mtatolewa tena kwa ajili ya hisabu. Allahu akbar. Aya sahihi. Msisikie yote yanosemwa na wapoteza watu njia, kwamba binadamu alikuwa hivi akageuka hivi akawa hivi. Yote shauri za Darwin, maneno ya shetani wanaopulizia watu wenye kutaka kupoteza wenzao. La wallahi, kullukum min adam wa adam min turab, nyote kutoka kwa Adam na Adam kutoka na udongo. Kwa hivyo sisi sote asili yetu wala msiwe na shaka, kwa sababu Mwenyezi Mungu amechambua kila kitu. Na tumeona jana, tumezungumza kwamba kufa kwa mtu kama mwisho uliotiwa roho ndio inatolewa mwanzo. Kuharibu kitu ni kinyume cha kutengeneza, kinyume chake. Kwa hivyo inatoka roho mpaka mwili unabadilika, unakuwa mdongo tena na mchanga. Kwa hivyo hapo sote tujue kwamba Mwenyezi Mungu ametuumba kwa udongo kabla hajao kwa maji. Kwa hivyo hapa amekwenda baada ya khalqa insani min tin, ikisha baadaye akaelezea katika aya nyingine kuumba binadamu kwa ma'in mahin. Na hapa pia kataja chini katika aya hizi ambazo kusema chini baadaye, alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada khalqa al-insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Maji haya ni mani ambayo binadamu alikuwa madhaifu kabisa, ndio aliombewa nayo ma'in dafiq. Yahsabu al-insanu an yutraka suda, akishakuwa na nguvu afanye anavyotaka, atumie mali yake, atumie pawa yake, atumie dhulumu, apige au afanye anavyotaka. La wallahi, yahsabu al-insanu an yutraka suda, atawacha huyo. Alam yakun nutfa min maniyin yumna, hajatone tu la manii yenye kutolewa na binadamu. Thumma kana alaqa, aka ni alaqa, ni stage za ku develop katika tumbo la mama. Alaqatan fa khalaqa, kamumba fasawa, akamtengeneza vizuri. Anatakiwa shukuru. Ajala minhu az-zawjayn adh-dhakar wal-untha, akaumba wawili, mwanamume na mwanamke. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta, huyo alifanya hivi hana uwezo wa kumhuisha alikufa? La wallahi, ana uwezo. Na thumma sawa, ikisha baadaye akamtengeneza. Na kumtengeneza kwake binadamu huyu ni kumpamba kwa kila sifa nzuri.
Mwenyezi Mungu ameumba, alladhi ata kula shay'in khalaqahu thumma hada, ameipa kila kitu maumbile yake kwa ukamilifu, kisha akamuongoza baadaye. Sio kama ameumba basi amemwacha, akamuongoza njia kupita, akamuongoza mnyama namna gani ya kujihami, namna gani ya kutafuta riziki, namna gani ya mambo kadha wa kadha ambayo anahitajia katika maisha yake, amuongoza. Lakini binadamu baada ya kumuongoza yote hayo, akampa moyo wa kufahamu mambo na kuwa na akili. Wajaala lakum, tukasema hapa katika sighati al-ghaib, kumumba binadamu, thumma balagha khalqa al-insani min tin, thumma jaala, akamjalia huyu insan naslahu, vizazi vyake min ma'in mahin, thumma sawahu, kisha akamtengeneza vizuri huyu binadamu, naye ni Adam, kabla alafu kuanza kuzaa. Wanafakha fihi min ruhihi, akampulizia roho kutoka kwake, na hii roho kutoka kwake ni kumdekeza binadamu, kumpa heshima na takrima, kwa kumwambia tizama katika roho yangu. Mfano wake mfano kusema ya ibadi, qul ya ibadi alladhina asrafu, enyi waja wangu. Mwenyezi Mungu anamchagua binadamu kwa kumpa sifa hizi za kumtukuza, kumdekeza, ili na yeye ashukuru. Lengo ni kwamba atakaoshukuru na utekeleze maamrisho yake. Mwenyezi Mungu akupenda, rehema zake juu yako wewe, kuamrisha kila kitu, musakhara min ajli ibn Adam, kimelazimishwa kumtii binadamu na kumhudumia binadamu. Binadamu a'la shay katika nini? Makhluqatillah, kuanzia jamadi, vitu visiokuwa na hai, mpaka miti, mpaka wanyama, alafu binadamu kwa juu, na vyote hivi vinamhudumia binadamu. Miti na mwili binadamu, wanyama binadamu, na vitu visiokuwa na uhai binadamu, vyote hivi. Wasakhara ash-shamsa wal qamara wa sahara nasio, vyote hivi laila wa nahar, na yote haya kwa ajili ya binadamu. Mwenyezi Mungu hahitaji vitu hivyo ila kwa binadamu. Kwa hivyo amemtukuza, na kadhalika nafakha fi min ruhi. Halafu baadaye yantakil min sighati al-ghaib, huyu binadamu alitengenezwa gani? Ingelikuwa nini? Ingelikuwa wajaala lahu as-sam'a, la akajaaliwa binadamu. Sasa hivi mna mukhataba lilkull, mnaambiwa nyinyi second person plural, wajaala lakum as-sam'a wal absara wal afida, akakujalieni kusikia kwenu na kuona kwenu, wal afida, na nyoyo za kufahamu kwenu na nyoyo zenu. Afida, na afida ni wingi wa fuad, jamu li fuad, moyo, walosema aql, walosema qalb, fuad. Na kuna kingine as-sadr imetumika, as-sudur, inma la ta'mal absar, havipofoki macho, sio yenye kupofoka, hayapofoki macho. Inma la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi as-sudur, wenye kupofoka nyoyo vilivyokuwa katika sudur, katika vifua. Kwa hivyo fuad wal qalb was sudur kama ilivyotumika, hayote kule, ile kitu kilichokuwa muhimu kwa binadamu, kwa sababu binadamu anaye mudrakati wenye kudiriki na kufahamu mambo, mudrakati al-ashya al-mahsusa fahisia, kama nini? Sam'a wal absar, na mudrakati al-afkar wal ashya al-ma'qula, wenye kudiriki vitu ambavyo vya kuakili na kupima na kutafakar, kama imaniyat na nini. Mambo haya ndio yanakuja katika nini? Wal afida. Kwa hivyo hizi mudrakati wenye kudiriki na kufahamu mambo, as-sam'a wal basar wal fuad, vitu vitatu hivi vitu ni vitu vitukufu alivyokupa. Wajaala lakum, nyote mnaambiwa kwa sababu shukrani zitoke kwenu nyote. Wajaala lakum as-sam'a, na sam'a imekuja kwa sigha mufrad moja, lakini hajasema al-basar wal absar wal afida, na nyoyo. Na siku zote ukitizama, as-sam'a imetangulizwa kabla al-basar. As-sam'a kusikia kabla al-basar, kabla kuona. Wal absar kwa jamu wingi, macho mengi ya kuona, kwa sababu sam'a awwalu jariha, ni kiungo cha mwanzo, tuaddi muhimmatahu, chenye kuanza kufunction, kuanza kazi yake. Anazaliwa mtoto anasikia kabla kuona,
nenda hata mpaka siku 3 siku 4, weka kidole karibu na jicho, hata habari hana, haoni bado, lakini kusikia nasikia. Tukaambiwa tumwadhinie mtoto, tukimu baada ya kusikia hili na sikio lazima tunasikia wote hivyo tu. Na anasema muhima yake, function, kazi yake, jukumu lilochukua masikio ya kusikia hata wakati baada ya kushakufa. Na katika baada ya kufa kuna rai zinagongana, hali mtu aliyekufa anasikia wasikii. Kuna rai zenye kusupport kusikia na kuna rai zenye kusupport kwa binadamu asikii. Inna ma la tusmi'u al-mauta walakin inma la tusmi'u al-mauta, huwezi kusikizani wala tusmi'u summa du'a. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahutubia Makuraish kina Abu Jahil na kina nani, vigogo vyote sanadid Quraish wote baada ya kufa, sisi tumeona yale aliyotuahidi Mwenyezi Mungu haki, fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, umeona alikuahidi Mwenyezi Mungu atakufisheni akutie kwenye moto akutie katika adhabu, umeona sasa hivi ametuahidi atatupa ushindi, umeona nyewe, mmeona ahadi aliyokupeni kwa mtashinda, umeona haki. Ya Rasulullah, unazungumza na watu waliokufa naam, hawa wanasikia kuliko mnavyosikia, lakini hawezi kujibu haya maneno. Amesema katika sura Fatir inasema kwamba nini, wewe huwezi kumsikilizisha nini, huwezi kusikiza wafu wala aliokufa hawi sawa, aliokufa na asikufa sawa, kwa sababu wafu masikio aliokufa asikini, kalla bal rana ala qulubihim, nyewe zimenini, zimepiga, zimesawijika, zikapiga usi, azisikii cha nasaha wala sikii chochote tena. Kwa hivyo katika muhima sam'a nyingine kwamba hata anapokufa anasikia. Watu wanakinia makaburini, ingawa haina si katika sunna, lakini wanasema kwamba akikujia malaika wawili kwa kuambia man rabbuka wa man alladhi rajul alladhi bu'itha fikum, nani mola wenu, naye huyo alitumwa kwenu, sema fa rabbi Allah wa qul aloletwa nini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume wangu na dini yangu Islamu, nasema hivi, la wallahi kama hajasema Uislamu mlakinie mara milioni 10. Hatosema. Na kama alikuwa Kiislamu na fikiri na akafa, man mata ala la ilaha illa Allah, nyamaza kimya, atafanya nini? Mwenyewe atajua kujibu. Kisa katika surati Yasin ukisoma kule, wama li la abudu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un, kwa nini mimi simwabudu yule ambaye aliniumba na hali kwake mtarejeshwa? Atakhidhu min duni aliya, nijichukulie ghairi Allah kwa Mungu? Yuridni rahman atakhidhu aliya nini? Nasema haya, in yuridu rahman bidhurrin, akitaka kunipa madhara na kuniangamiza, la tughni anni shafa'atuhum shay'an wala yunqidhun, hawezi kunisaidia shafaa yao wala hawezi kuniokoa na adhabu. Sio inni amantu bi rabbikum, mimi nimeamini mola wenu. Huyu Najjar nani Najjar Habib Najjar, wakampiga mawe mpaka akamua. Sasa pale aya ndio inni amantu bi rabbikum fasma'un, akaambia na huko napiga mawe, nakwambieni tena mimi nimemwamini mola wenu, huyo nimekataa, basi sikilizeni nakwambieni, hiyo hoja kwa mimi na nyinyi. Wakamua, wakasema kwamba alikuwa akiwaambia yeye, wengine asema alikuwa akiwaambia hivi, tumewazazna bithalith, tukaleta mitume wawili, wakaua, wakaleta watatu, wakati kufa. Sio akaambia, alikuwa na hutuba yenyewe, sikizeni mitume mlokuja na mimi naamini mola wenu. Wengine akasema baada kushakumua, alipofika chini na kuulizwa na malaika wawili, man rabbuka, akaambia sikizeni, ni amantu bi rabbikum fasma'un. Anaambia malaika wenye kuuliza, almalakani wale wakuja kukuuliza, asema fasma'un, sikizeni, qila dukhulu aljanna, ingia. Qala ya laitani qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi, ya laiti qaumu inafahamu kwa yale aliyonighufiria mola wangu, waja'alani min almukramin, sio akanjalia katika watu waliokirimiwa na kuheshimiwa na kupewa daraja juu ya peponi. Sahihi. Kwa hivyo hapa al-absara imetumika kwamba kwa jamaa, macho mengi, al-afida, nyoyo nyingi, isipokuwa sam'a hajasema al-asma'. Na katika sura hii Sajda chini
zote katika Qur'ani imetangulia, zote katika Qur'ani imetangulia sam'a kabla al-basar, isipokuwa aya iliyokuja hapa chini inasema rabbana absarna wa sami'na, tumeona alafu tukasikia. Kwa sababu hivyo unapofika juu, waburizat jahimu liman yara, burizat janna, kizote zitateremshwa, utaona pepo, utaona moto, kabla hisabu haijaanza. Umesimama na ngoja hisabu, yawm kana miqdaru 50,000 sana, hapo kwanza wataona. Na tumeona vipi duniani tulivyokuwa na tukanini tuhatujafuata, wasamina. Sasa farji'na, turudishe na amal salihan, inna muqinun. Sasa hivi na yaqini sasa hivi. Kwa hivyo hapa tukija katika masala kwamba nini ya kwamba sam'a kutangulizwa kwa umuhimu wa sam'a, na nimekuwa moja kwa sababu mara nyingi kusikia ni kumoja, hata ukisikia jingine concentrate moja, lakini mtu anakuhutubia mbele yako kwa unamsikiza yeye na macho yako yanaona kule, anaona nyumba, anaona kule, ngoja kidogo, bwana usifanye hivyo bwana, ngoja au sio, umeshaona jingine, kwa sababu jicho linatembea kila pale, absar, mambo mengi ya kuona. Kadhalika nyoyo inapakia mambo mengi sana ya imaniyat na mambo ya kufuru na ushirikina mengi unatenga hivi. Kwa hivyo hizi nyoyo imefanya kwa jamaa, na wallahu alam tafsiri kila moja na eleza yake, lakini hikma kubwa Mwenyezi Mungu wahdahu aalam. Kwa nini kasema sam'a, jasema asma, na hizi vingine akavipa kwa jamaa, absara wal afida, na nyoyo. Na tumesema nyoyo wal afida, hivi vitu vitatu vilivyotajwa hapa, naendelea inshallah. Hivi vitu vitatu vilivyotajwa hapa, as-sam'a wal basara wal fuad, hizo ndio responsible kwa wewe, kwa sababu ni mambo ya kudiriki hizi neema. As-sam'a wal basara wal absar wal afida ni'amullah, ni'amun jalila, neema tukufu kabisa. Neema hizi tukufu tudrikuna biha, mnaweza kuyadiriki na kufahamu mambo kutokana na vitu vitatu hivi: as-sawt wal lawn wal ashya, sauti, rangi, vitu mbalimbali, ilmu mbalimbali, maarif, unafahamu mambo chungu zima kutokana na vitu hivi. Watumayizuna biha baina an-nafi' wad-darr, na kuweza kuchambua na kuweza kujua hichi cha manufaa, hichi cha madhara, tenga. Walhasan walqabih, hichi kizuri nimekipenda, hichi kibaya sitaki hata kukiona. Na haya yote haya ni neema Mwenyezi Mungu ametupa ya kudiriki mambo, kuona hapa kuna hatari, hapa kuna amani salama, hapa kuna hivi, hapa kuna hivi, unachagua wewe nini cha kutaka. Mambo haya matatu yanakusaidia katika kuboresha na kupenda yale kwa mazuri katika nafsi yako. Kwa hivyo mambo haya yanahitaji shukrani kubwa. Walakinna shukrukum qalilan ala hadhihi ni'am, shukuru yenu ni ndogo sana kutokana na neema hizi mlizopewa. Ndio kwa maana ikaja qalilan ma tashkurun, qalilan ma tashkurun, qalilan ma tashkurun, shukrani zenu ni ndogo sana. Tukasema pia katika Qur'ani utaona qalilan ma tadhakkarun, qalilan ma tu'minun, mkumbusho mdogo, hamtaki kukumbuka, mkanasihika, hamtaki kuamini, na hali mambo yako wazi kabisa, neema za Mwenyezi Mungu chungu zima, lakini shukrani ndogo. Tukasema qalilan ma tashkurun, ni kidogo shukrani zenu ukilinganisha na neema mlizopewa. Na maana nyingine wakasema qalilan ma tashkurun, ni kidogo sana kwenye kumshukuru Mwenyezi Mungu. Wengi hawapeleki shukrani, hawapeleki shukrani. Kwa hivyo tunaambiwa, ikiwa hivyo ni nasaha kwetu, kun minashakirin, uwe katika watu wenye kushukuru. Qila an Nuh, panasema kuhusu Nuh annahu kana abdan shakura, kutokana na aya za Qur'ani, innahu kana abdan shakura, alikuwa mja mwenye kushukuru. Anasema kutokana kwa Salman Farisi, qala, amesikia kwa Mtume sasa amesema, kana Nuh alayhi salam, alikuwa Nuh alayhi salam, idha labisa thawban au ta'ima ta'man, anapovaa nguo wakati wote au akala chochote, hamida Allah ta'ala, alimhimidi Mwenyezi Mungu,
akisema alhamdulillah. Fasumia abdan shakuran, akaitwa abdu shakur. Na katika hadithi nyingine iliyopokewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabii, sallu ala nabii, Allahumma salli ala rasul. Inma sama Allah ta'ala Nuhan abdan shakura, hakika Mwenyezi Mungu amemwita Nuh abdu shakura, mwenye kushukuru. Liannahu Nuh alikuwa idha amsa wa asbaha, unapoingia usiku na unapoingia mchana, qala, alikuwa akisema fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhhirun. Fasubhanallah, kutakaswa kwa Mwenyezi Mungu time zote, hina tumsuna, mnapoingia usiku, wa hina tusbihuna, na mnapoamka, wa lahul hamdu, na kuhimidiwa kote ni kwake yeye, fi samawati wal ardi, mbinguni na ardhini, viumbe vyote vinamhimidi yeye. Wa ashiyan, na jioni, wa hina tudhhirun, na unapoingia dhuhuri kwenu, unapoingia dhuhuri, time zote, usiku, mchana, jioni, asubuhi, time zote. Na hii dalili kutokana na mufasirini wakasema kwamba na hii aya subhanallah walhamdulillah ni katika mambo yanayotumika katika sala, dalili za kuonesha sala tano katika aya kama hii. Asabihiwe na kuhimidiwa Mwenyezi Mungu hina tumsuna, ikiwa maghrib na isha, wa hina tusbihuna salat as-subhi, wa ashiyan salat al-asr, wa hina tudhhirun salat adh-dhuhr, zimetajwa katika aya hii, wallahu aalam. Kwa hivyo hapa Mwenyezi Mungu anatuonesha kwamba ikiwa nataka tumshukuru hizi nyakati zote za kushukuru, tuchukue mfano wa Nuh namna gani kushukuru, na qalila ma tushukuru ni onyo kwetu sisi, shukrani zetu tuzidishe. Zidisheni shukrani kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametupenda kwa kutupa neema nyingi, na hizi neema nostalgia, tukae tutafakari, tuone utukufu wa Mwenyezi Mungu namna gani ametutukuza sisi. Anasema masala ya masikio ni masala yani muhimu zaidi, kazi yake tukitizama leo, tukienda katika na sam'a pia kazi nyingine, istidaa, tunapoitwa kwa siku tukaelezwa yote. Kwa hivyo sikio linabakia wakati wa kufa, kwa mujibu wa rai nyingine na Sheikh Sha'rawi katika nini rai hiyo, kwamba nini hata mtu akifa sikio linasikia na kufufuliwa nasikia. Wito unakuja tayari sasa hivi anapopigwa baragumu na kaitwa sasa hivi naitwa. Kwa hivyo binadamu akitizama masala sikio katika kisa ashabul kahfi, Mwenyezi Mungu amesema ghasia zote pangoni mle, ghasia, upepo mkali, wanyama wanapita, ghasia ziko nyingi, lakini jua hivyo Mwenyezi Mungu amewalaza miaka 309 hajawafisha, amewalaza wakiwa hai miaka 309. Jambo lilifanya Mwenyezi Mungu kwa hikma yake rabbania, hikma kiungu, fadharabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada, tukaziba masikio yao miaka idadi sinina, kulika 300 sana wazdadu 9, na miaka 9, 309. Kwa hivyo masikio yao yamezibwa ili nini? Ghasia za nje zisiwazidue, walale wakigaragara huko dhata yamin wa dhata shimal, wa kalbuhum basitun dhira'ihi na mbwa wao amekaa amenyosha miguu yake na amelala pamoja nao. Na hii kuonesha dalili kwamba nini? Kwamba kusikia, kuna experiment wamefanya wazungu kwamba binadamu akilala pia walikuwa wakimletea records, wanamsikilizisha na mtu kalala kidogo kidogo, anasikia yale maneno yanakwenda katika cassette, wanamsikilizisha tena na tena na tena. Baadaye huyu mtu kama anakuwa na idea kwamba mimi kitu fulani nakijua, lakini nimepata elimu hii wapi? Kutokana na kusikilizishwa. Experiments hizi zimefanya miaka nyuma, tulikuwa tukisoma habari hizi, na kwamba watu wanaweza kufunzwa hata wakiwa wamelala, isipokuwa kufunzwa kwake si kama mtu alikuwa yakadha kwa macho, nyoyo zako zafanya kazi full time na kwa ukamilifu unaweza kufahamu kitu unachoambiwa pale pale, lakini hizi kusikiliza inakuwa ndani zinakaa
hata inapokuja jambo kama mimi najua jambo fulani, kumbe nini kasikilizishwa. Wanasema anafahamu hata sikio wakati wa kulala pia halifi, linasikia. Na macho imekuwa absara, kwa sababu mengi unaona, ukaweka mapazia kuziba macho usitizame. Unachagua unataka kutazama na unawacha mengine usitaka kutazama, au sivyo? Subhanallah. Kwa hivyo, na hii ndio tulisema siku za nyuma kwamba binadamu Mwenyezi Mungu anafanya anavyotaka, anamfisha huyu na anamwacha huyu alale miaka 100, akafa akafufuliwa rajulun salih. Al-Khidr, tasi al-Khidr nani huyu? Uzair kama anavyosema, au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha. Kaona mji wote umekufa, miti yote down dead, vipi atahuisha Mwenyezi Mungu? Vipi? Sio kama hawezi, kama kisa cha Ibrahim aya inafuatia baadaye aliposema arini kaifa tuhyi mauta. Na vitu hivi vilikufa, awalam tu'min qala bala, naamini ya Rabb, lakini atmainna qalbi, bas moyo wangu. Na huyo Uzair alipoona mji umekufa, Mwenyezi Mungu kamlaza miaka 100 akamfufua. Na wale sio amemlaza, huyo amemfisha miaka 100. Wale wamelazwa miaka 309 wako hai. Kwa hivyo alipomfufua na Mwenyezi Mungu mweza kufanya hivi na kweli. Hakuna zaje fadharabna ala adhani. Kuziba baadhi yake wamekufa. Kisha 100 aam thumma ba'athahu kamfufua. Kuna nini akaamsha? Utaona aiqadha kama kwamba kwa watu hum ruqud alhalwa bilal. Wale wa ashab kahf. Na huyu alifisha miaka 100 kala kam labista. Na anakufa hawezi masikio na macho na nini, hawezi kufanya kazi kama alivyokuwa mtu macho. Huwezi kukisia time. Wakasema yuqsimu wa idha taqumu as-sa'a yuqsimu annahu ma labithu ghayra sa'a. Wanaapa wajakaa isipokuwa muda mfupi tu, wanaapa. Kwa nini? Kwa sababu kufanya kazi sawa sawa kwa akili na macho na masikio, kutokana na nini? Kuwa macho. Ukiwa macho kutokana na vitendo vinavyotendeka, ahdath, the happenings, vitu vinavyotokezea vile ndio vinasababisha kuweza kujua kitu kizuri. Time inapita, wala mbona wakati umepita mbio. Kitu kibaya ukitamani robo saa unakaa masaa 20 haishi, ukaondoka, au sivyo? Binadamu kutokana na ahdath mambo ndio inakuwa nini, binadamu anakuwa anaweza kukisia wakati nani. Lakini huyo akaambia umelala kasa kam akamuuliza nini, kam labista, umekaa muda gani? Kala labistu yawman au ba'da yawm, nimekaa siku moja au sehemu ya siku. Qala la, bal labista 100 aam, miaka 100. Vipi miaka 100? Akaambia tazama chakula chako, si ya Rabb, chakula kizima hakijaoza, hakijachote vile, maji yangu yale kiasi hajakauka, chakula fresh vile ndio muda mfupi tu, masaa 2-3 kabla. Kwa hivyo alipoapa na kusema kwamba nimekaa muda mfupi, kasema uongo? La, kwa mujibu na yeye kani sasa nimekaa miaka 100, sitachekwa. Miaka 100 unaweza kulala miaka 100. Ukilala masaa 8 ndio kizidi kidogo, wewe unaamka mwenyewe, au sio? Akaambia chakula chako, ndio simekwambia tu masaa. Ageuka pande pili, tazama munda wako uko hali gani? Mafupa matupu. Subhanallah. Kwa hivyo hapa jamani, sisi tena sasa hivi kwamba binadamu anapata a lot of disturbances, mambo ya kumbabaisha na kumkera na kunini, na binadamu lazima apime katika kila anachokisikia, apime katika anachokiona. Unaweza kuona kitu lakini kitu chenyewe kikakudanganya, au sio? Kwa sababu udanganyifu kwa mwingi na mazingaombo yako mengi, au sio? Na unaweza kuona kitu na ikawa si hakika. Wanasema nini kuona nini
Kauli gani ile sema kwa Kiswahili Kama umekiona kitu basi ni ukweli. La, wallahi unaweza ukaoneshwa kitu, wallahi unaweza ukaoneshwa kitu kwa kubabaishwa ukaona kama ni kweli, kumbe ni uongo. Na subhanallah. Kwa hivyo tukirudi tena kwamba macho ni neema, lakini pia Mwenyezi Mungu ametuambia qul lilmu'minina yaghuddu min absari, waambie waumini wafunge macho yao katika mambo usitaka kutazama. Absar mengi lakini pia utazame yanataka kutazama tu. Wal afida, nyoyo zipime mambo kutokana na maamrisho ya Allah, ipate kujua nini cha kufuata na nini cha kukiacha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuelezea aya hii ili kutupeleka katika njia ya imani, kwa sababu aya inayofuatia aya ya 10 walokataa kufuata imani na kufuata haki baada ya ishara zote na ibra zote zilizokuwepo katika ulimwengu, wanasema waqalu aidha dhalalna fi al-ardh a inna la fi khalqin jadid. Hivyo sisi baada ya kisha kupotea na kisha kutoweka na kutawanyika viungo vyetu, la inataka kesho maelezo haya inapitia tu kidogo tu hapa aidha dhalalna fi al-ardh, baada ya kisha kwa sababu ziko aya nyingine zenye kusupport na aya hii baada ya kisha kufa. Kwa ufupi, baada ya kisha kufa aina la fi khalqin jadid, tutafufuliwa tena maumbile mengine tena. Anauliza bado hajapata ibra, bado lam ya'tabir kwa sam'a wal basar wal fuad wal absar al afida, hajafaidika bure. Na ndio kwa maana kwamba qalila matashkurun, aina ni kidogo wenye kushukuru na bado wamo mpaka wanakaa na kubisha. Idha dhana fi al-ardh aina la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun, wanakataa kufufuliwa na kusimama mbele ya haki. Hadha wallahu a'lam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.